neema inatokea wapi? Neema inatokea si ndio Swala zima ni kuikamilisha neema tulioipokea mwaka huu. Ni mwaka tunaimba kila siku, tunakiri kila siku. Ni mwaka wa neema juu ya neema. Sasa mwezi huu Mungu ametupa ukawe ni mwezi wa kuipokea hii neema katika ukamilifu. Bwana sifiwe. Angalia mtu wa Mungu, tunapozungumza kwa habari ya neema, neema ni nini? Neema ni nini? Bwana sifiwe. Neema ni uweza wa kiungu wa kuyafanya mambo yasiyowezekana yawezekane. Haleluya. Na tunapozungumza juu ya neema, ndani ya neema kuna uweza wa Mungu, si ndio Ndani ya neema kuna baraka, kuna utajiri wa kiungu, si ndio Utajiri wa Mungu. Utajiri si tunajua manake, ule wingi wa Mungu ni utajiri wa Mungu wa baraka za rohoni na za mwilini. Twende pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kwenda pamoja. Natamani twende kwa kujifunza pamoja, liwe darasa la pamoja, mwalimu pamoja na wanafunzi. Kwa hiyo msiniache nikawa nazungumza mwenyewe. Bwana asifiwe. Neema imebeba wema wote wa Mungu. Imebeba nini? Wema wote wa Mungu. Imebeba fadhili zote za Mungu, si ndio Imebeba rehema za Mungu. Neema imebeba msaada wa Mungu kwa watu wake. Neema imebeba ulinzi, imebeba uzima, imebeba uponyaji, imebeba wokovu. Bwana sifiwe. Na mambo mengi. Neema imeubeba utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Haleluya. Imeubeba utajiri wa Mungu katika maeneo yote. Imeubeba utajiri. Tunaenda pamoja. Sasa niambie wewe, ulipokuja kwa Mungu ni nini unahitaji? Ni nini unahitaji? Ni nini unataka? Utakubaliana nami kwa ukweli huu, unachohitaji ni neema. Ndani ya hii neema utapata baraka, si ndio Ndani ya hii neema
kufuata wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma Wafilipi 4 mstari wa 19. Hebu fungua mstari huo, halafu mtu mmoja atusomee. Na Mungu wenu awajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neema imeubeba utajiri wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana ya kwamba kila unachokihitaji, si ndio, kinapatikana kwenye neema. Kila msaada unaohitaji kwa Mungu unapatikana kwenye neema. Mungu anaposema nimekupa neema, maana yake amekupa utajiri wake. Kwa hii neema ambayo Mungu amekupea, utachagua ni nini unachokihitaji. Utachagua ni nini unachokihitaji. Bwana sifiwe. Hii ndiyo ya maana ya mwaka huu ambao Mungu ametupa, mwaka wa neema juu ya neema. Maana yake nini? Mungu ametuwekea wazi utajiri wake. Kila mmoja achukue anachokitaka. Ni msaada gani unahitaji kutoka kwa Mungu? Uko kwenye neema. Haleluya. Ni viwango gani? Maana neema inakufikisha mahala ambapo usingefika kwa mbio zako. Ni wapi unataka kufika? Hata kama kwa kujitazama huwezi kufika, lakini Mungu anapokupa neema, neema hii itakufikisha umbali ambao usingeweza kufika kwa nguvu zako. Paulo anasema ya kwamba nimeweza kufanya mambo haya, nimekuwa hivi nilivyo leo, wala si kwa nguvu zangu, bali neema yake Bwana imenisaidia na kuniwezesha. Na ndio maana tunasema sio mwaka wa kawaida kwetu. Bwana sifiwe. Kila tunachokihitaji kiko kwenye neema. Utukufu wa Mungu, watu wa Mungu, utukufu wa Mungu umewekwa kwenye neema. That's why gharama ya neema ni kubwa kuliko gharama za vitu vingine vyote. Gharama iliyotumika ili tupokee neema iligharimu maisha ya Kristo, iligharimu mateso, ilimgharimu amwage damu yake, ilimgharimu adhihakiwe na akataliwe, ilimgharimu aache uungu awe mwanadamu. Alikuwa anatafuta nini? Alikuwa akitafuta neema ili iweze kutusaidia. Kwa hiyo neema imebeba wewe chochote unachokihitaji kwenye maisha yako. Mungu akisema nimekupa neema, maana yake nini? Amekupa unachokihitaji. Na kwa sababu ya gharama iliyotumika katika kuipata hii neema,
Neema inabaki kuwa kitu cha thamani kuliko vitu vingine vyote. Neema inabaki kuwa ndio msaada unaoweza kumsaidia mwanadamu kumtoa mahali alipo, kumpeleka katika viwango vya kiungu. Haleluya. Neema imeubeba wema wa Mungu, imeubeba utajiri wa Mungu, imezibeba rehema. Mpendwa, mtu aliyepewa neema amerehemiwa. Mtu aliyepewa neema amezibeba fadhili za Mungu. Vyote viko kwenye neema, kwenye neema. Huu ndio mwaka ambao Mungu ametupea. Mapenzi ya Mungu ni nini? Audhihirishe wema wake kwenye maisha yetu, audhihirishe uzuri wake kwenye maisha yetu, audhihirishe utajiri kwenye maisha yetu. Anaposema ni mwaka wa neema juu ya neema, maana yake nini? Ule wema wa Mungu, ule wema wa Mungu, Mungu anataka kuonyesha na kudhihirisha kwenye maisha yetu. Hebu fungua tu pamoja na mimi kitabu hiki cha Kutoka. Wacha Roho Mtakatifu atufundishe tupate kuelewa. Haleluya. Kutoka sura ya 33. Soma mstari wa 16, mstari wa 17, mstari wa 18 na mstari wa 19. 33. Aha. Bwana sifiwe. Haya ni maombi ya Musa. Anamwambia Mungu, umetangaza kwamba nimepata neema, si ndio? Maana yake Musa alielewa nini kinaambatana na neema. Anamwambia Mungu, ikiwa nimepata neema, hii neema inajifunua kwa wewe kwenda pamoja nasi. Haleluya. Mtu aliyepewa neema, maana yake Mungu yuko tayari kuwa pamoja na mtu huyu. Kwa nini? Neema haitofautishwi na Kristo. Mahala penye neema, maana yake Mungu lazima awepo. Musa anauliza, itajulikanaje ya kuwa nimepata neema? Maana ikiwa tumepata neema, lazima uungane na sisi kwenye safari tulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kwa sababu unakwenda pamoja. Natamani watu wenye ufahamu wa namna hii wainuke katikati yetu. Mtu anayeweza kupeleka hoja yenye nguvu mbele za Mungu na kumwambia Mungu, umetupea neema, itajulikanaje ya kwamba mimi nina neema? Sio kwa sababu wewe unashikamana na mimi. Anazungumza na Mungu kwa hoja. Mungu amemtangazia ya kwamba ninyi ni watu mliopata neema. Aha, Musa akasema ndicho nilichokuwa nakitafuta. Ikiwa tumepata neema, lazima Mungu uambatane na sisi. Maana neema inambeba Mungu na kumweka karibu na wewe. Na naendelea kueleza, nisome mstari wa 17. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata nini? Neema. Haleluya. Musa anamwambia Mungu, usipoenda pamoja na sisi, hatutaianza hii safari. Kwa nini? Kwa sababu kama tumepata neema, kwa neema hii lazima uambatane na sisi.
Na Mungu akamwambia, sina ubishi kwenye swala la neema, nitafanya kama usemavyo. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu mmekuwa wakamilifu, kwa sababu ya neema niliyowapa.